mufradun zikiwa ziko pweke. Kisha naam, hii sehemu hii ni sehemu ya mwanafunzi na mwalimu. Mwalimu atamwandikia hapa juu neno mufradun, kisha mwanafunzi anatakiwa aje aziandike zile herufi, anaziandika kwa kutumia bongo lake, herufi ya kwanza, herufi ya pili na herufi ya tatu kwa kutumia kichwa chake. Naam, sasa ni zamu ya mwanafunzi, na hapo mwanafunzi sasa andika hizo herufi tatu lakini kwa kichwa. Maana yake hapo ni uktubi, anaandika kwa kichwa, sio kama anaangalia mahali. Anaandika kwa hifdhi hizo herufi tatu anaziandika kwa hifdhi. Naam, anaziandika kwa hifdhi. Naam, hapo tayari amekamilika. Kwa hiyo hapo mwalimu sasa atatakiwa amsahihishe kama kapatia au amekosea. Naam, mwalimu hapa atamsahihisha kwa maana amepatia. Mwalimu atamsahihisha kwa maana amepatia. Kisha sasa tunakwenda herufi nyingine tatu. Kwa mtindo huu herufi tatu tatu. Kwa mtindo huu herufi tatu tatu. Kwa mtindo huu herufi tatu tatu. Tatu tatu tunaenda nazo mpaka tumalize herufi 15, ndio tunakwenda kwa staili hii.